Okay. Hatimaye tena tukiwa bomba, tukiwa safi zaidi. Tuko na Muli Kibandiji katika episode ya pili tu, na sound ni ya Follow DJ. Siku hizo unaniita bai kaka mkubwa usio. Kama ilivyokaa, kama ilivyodaa, kama ilivyokawaizwa, tutaendelea kuichapa jaramba imoja ngoma bomba zaidi. Tuko na episode ya pili tu, lakini pia majira saa 4 tutakuwa na sehemu ya 26 ya mzigo wetu mwingine bomba zaidi ambao unakwenda kwa jina la Bon Appetit Your Majesty. Hizo zote mbili zinatoka double tu. Tuko nje ya muda kidogo sio. Ruguse pale ambapo tuliishia baada ya mwanaume kuzungukwa katika eneo la soko na wajomba kuhitaji kumchapa. Nini ambacho kinajili? Na yeye anachodai ni ujira wake kwa kazi ambayo ameifanya. Hebu tuanzie hapa. Ro. Basi mwamba akiwa anaoga, aliona mjuba anakojoa kule. Katema ale maji. Kama mbona ni ushamba. Anasema kwa wakati mwingine anatakiwa kae mbali na mimi. Usinifuate maana ndo kufanya kitu ile ambayo kuagi kufanywa before. Lakini sasa katika episode safi inayofuata live kwa bomba. Okay, usipate shida. Watu watamba na ngoma kizazi zaidi. Basi ilikuwa ni siku nyingine tu katika mpangilio wa kuendelea kufanya kazi katika Muli Extreme Water, katika kitengo ambapo kuna watu wanafanya kazi za cargo delivery. Lakini kwa bahati mbaya kuna mzee anaweza kujikuta amepigwa kumbo na kuingia ndani ya maji akiwa na mzigo wa watu. Lakini Charlie aliweza kuingia kwa ajili ya kumpatia msaada mtu huyo kutokana na alivyoiona afya yake tu. Lakini ghafla aliweza kukutana na buti la jeje, buti kutoka kwa mzee. Anaambia ni mpumbavu sana, naingilia biashara ambazo hazikuhusu. Ni vema ungesimama kwenye eneo lako muhimu tu na sio kujifanya kama ni mtu ambaye unajali mtu mwingine. Hakika hiyo sitaipenda kwa wakati mwingine. Aicha ile kwa anamwambia tu, nimefanya kwa sababu naamini kila mtu bado ana haki ya kuishi. Captain ambaye waga anamiliki ya maeneo, assistant officer ndio alikuwa anampa onyo bwana mdogo. Sasa huko upande wa taarifa anatangazwa kwamba kwa sasa watu watapiga kazi tu, kwa hata kama mzigo wa kipato utaweza kuingia, yani ujira wao ndio wafanye kazi zaidi. Lakini kuna mtu aliweza kukataa. Basi utakuwaje tufanye kazi pasipo kulipwa? Lazima tupewe kitu ya kulipwa. Mtu alikutana nazo nyingi zaidi. Yani Charlie ni kwamba alimpiga rungu za kutosha. Alafu kamcheki mkurungo pale. Anaona kuna mtu anaishangaa sana ile tukio. Akasema naona mtu huyo na kitu ambacho anakihitaji. Huyo mzee leo alikutana na kisago sana. Alafu ilikuwa ni kama onyo tu kwa mtu yote yule ambaye anaweza kupingana na oda ambayo inaendelea kwa sasa. Aseme kwa nini unaniangalia kwa macho hayo? Basi Charlie aliweza kumfuata mzee mzima. Akamgusa kwanza kwa madharau mengi sana. Alafu alifanya ni kumchapa mbata. Mwanawe akatulia tu kama ajue. Kisha akampiga mara kwanza, akampiga mara pili, ya tatu mwamba akazuia. Akamwambia hebu acha hiyo ambayo unafanya. Akamsukuma na teke huko. Alafu bado akazidi kutamba tu. Lakini kwa bahati ambayo ilikuwa nzuri, aweza kufika kiongozi mkubwa sana ambaye anahusika na ile eneo. Anasema kwa wakati mwingine tukutana, nenda fanya kumaliza tu. Mwamba alikaa kimya sana. Ni mtu ambaye waga ongea zaidi. Sasa kwa vijakazi ambao wanajipendekeza, wanajishusha tu kwa mtu huyo ambaye kwa sasa ndio ampewa nafasi ya kuweza kushikilia ile eneo, yani control kila kitu katika ipoti au stream ambayo inasafirisha mizigo katika ile eneo. Basi anasema ndio tukupatie kama zawadi tu mkuu, lakini pia itafika mpaka kwako. Lakini baadaye jamaa anasema oya, weka na mchanga huyo ili anavokula akutane na hizo changamoto. Hakuna kumpa kitu yote nzima, lazima aweke mchanga. Sasa uangalie mpumbavu huyo. Basi ni majira usiku katika kambi ambayo wanakaa watu ambao ni kama makuli. Na jamaa analalamika kwamba kuna mtu ameweza kuchukua mchele wake. Hivyo ilikuwa ni mpigano mkali sana. Lakini usiku huu mwamba aliweza kukosa usingizi juu ya kumbukumbu ya mzee mmoja ambaye alimwomba sana afanye kazi ili aweze kupata kitu cha kuweza kukizi familia yake, yani kuweza kukizi kumsaidia mke wake. Hivyo majira haya usiku alihitaji kufika katika ile eneo tu ambalo anapatikana mke wa ule mzee ili aweze kumpatia hata mchele basi. Basi baada kufika katika pango la siri zaidi, kitu cha kushangaza zaidi, wakati anatoka aliweza kanyaga mkono. Na hapa alipoweza kufungua, aliweza kukuta mwili tayari umeweza kufa muda mrefu zaidi. Lakini pia nje anasikia kelele za watu kwamba
kuna mtu amejinyonga katika area hizi. Mwanaume anacheki, anaenda kumkuta ni yule mzee ambaye alikuwa anaomba sana msaada, akidai anahitaji apate chakula cha kuweza kusaidia familia yake, na ameweza kuyachukua maisha yake mwenyewe. Basi Mwamba aliweza kupanda juu kwa ajili ya kwenda kukata ile kamba na kuhakikisha anatengeneza nafasi ya kumzika mtu huyo katika hali ya kibinadamu zaidi, lakini ilimpagaza sana mkali. Bado jina lake tujapata kulijua. Kumbuka tuko na episode ya pili tu, picha bomba zaidi. Wasema Muliki Bandit. Na hii ni sauti ya Falu DJ. Ite baba the chosen one. Walitaga bai. Basi leo kulikuwa na ugeni. Kuna binti mmoja ya kifahari sana. Alikuwa ametia miguu katika ile eneo. Lakini kwa bahati ilikuwa mbaya, weza kugongana na Mkulungu. Mkulungu alimwangalia sana binti huyo. Kuna kitu ni kama kilikuwa kinapita katika fahamu za hisia zake. Na binti alimwangalia sana mjomba. Basi Mwamba alihitaji kumwokotea kile kitu ili aweze kumpatia. Lakini kijakazi aliweza kuja na kuzuia ile biashara. Lakini sasa baadaye binti akiwa anatembezwa katika maeneo yote haya ili kuonesha uzuri wa mji, ni mtoto wa kiongozi mmoja mkubwa sana. Basi watu wakiwa wamaliza kupiga kazi, sasa walikuwa wanauliza juu ya ujira wao kwa kile ambacho wamekifanya siku ya leo. Anasema wale wanatokea familia ya kitajiri, hivyo hakuna kitu ambao anawezaga kulipa kutokana na kwamba yule ni mtoto wa second state councilor. Kwa hiyo waga yeye alipia hapa. Lakini jamaa amwambia kitu kimoja tu, hatuwezi tukaishi tukiwa tumefanya kazi pasipo kulipwa ujira wetu. Hivyo wewe niambie kama fedha umepewa au hujapewa. Anasema mimi hajanilipa bwana. Lakini mzee amwambia kitu kimoja tu, Charlie. Sawa, unasema hujalipwa, lakini kama utakuwa umelipwa, hiyo itakuja kuwa mbaya sana baadaye kwa upande wako. Mimi nitamfuata na kwenda kuhakikisha nafuata kitu ambacho kama kipato chetu. Ila kama umedanganya, hiyo shauri yako, itakukosti baba. Basi mjomba anahitaji kutoka hapo kuelekea kumtafuta binti ambaye anasemekana wamepita pasipo kulipa, na wao wameshusha mizigo ya mtu huyo. Binti ashangaa mtu anamtandia kwa mbele. Ghafla mwanaume anafika na anamzuia kwa mbele bibi. Anasema samani, nachohitaji kujua ni kwamba kama kweli umeweza kulipa juu ya kile ambacho umeweza kukipitia pale katika eneo la boda na ile boti ambayo ilikuwa imeweza kufikisha pale. Kwa hiyo tunaomba tulipe mshahara wetu, ujira wetu kwa kile ambacho tumekifanya. Si hatufanyi kwa sababu ya watu matajiri, tunafanya kwa ajili ya kupata kipato tu. Kwa hiyo jalisha mpita nani, cha msingi tunaomba utulipe ujira wetu. Basi binti kwa wakati huo alikuwa anakataa sana. Na kijakazi wake anadai ya kwamba wamelipwa. Lakini ghafla anafika yule Charlie. Anamwambia my lady, wewe nenda huko Mnyabumbu, nacheza naye siku ya leo. Sasa Charlie hajajuaga habari ya Mwamba. Anasema sijana ndani siku 3, alafu nimepiga kazi kiasi hiki niweze kunyima ujira wangu. Anasema ina maana kupata somo kwa vile nilivyokufanya mara kwanza. Basi Charlie anatoa kitu ili aweze kumdhibiti Mnyabumbu huyo. Anasema si tunaweza tukaendelea na safari. Basi binti anaondoka, lakini anamtazama sana mtu huyo. Mwamba kwa siku ya leo alihitaji kutoa somo kidogo tu, kwa sababu agundua madogo wanadharau sana. Basi bibi akiwa anatokomea, mjomba alianza kumzunguka, alafu anatamba ya kwamba anahitaji kumfundisha somo. Mtoto akaba wewe. Basi mwanaume leo alisema ngoja niwape kile kitu ambacho sijawahi kuwapatia muda mrefu zaidi. Machalio anazunguka, lakini sasa wamecheza sehemu ambayo kutakiwa kucheza baba. Mwanaume ni noma. Waambia alianza kugusa mmoja baada ya mwingine. Tala binti bwana washenyenta pasipo mashaka yote. Alafu ana hasira kinyama. Wasiko leo ni kwamba Machalio alikuwa ana bahati zaidi ya kukutana na kifinyo tu ambacho kilikuwa ni kifinyo cha hatari zaidi. Basi Mwamba aliwashenyenta vyema. Alafu Charlie ashamleteaga madharau. Leo alimchapa sana mboko, alimnyorosha. Anasema ingekuwa ni vyema kama ongeza kuondoka, lakini huko unakoenda kazidi kuumia tu. Bwana sasa nini ambacho kinajiri katika episode safi inayofuata 3 ya mzigo bomba ambao unakwenda kwa jina la Muliki Bandit. Another chosen one. Nita King Lavoko ndo nazidi kusababisha kizazi zaidi. Kama kawa kama dawa kama kawezo. Sio, roho sema nahitaji ujira wangu.
Hiyo hapo inagonga besela katika episode ya pili. Hebu tukutane katika episode ya 3 tu kujua nini ambacho kimejificha katika burudani bomba zaidi. Hii hapo kutoka kitengo pale, usio 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania. Njoo tutete kizazi zaidi pale WhatsApp, usio. Wow. Kamsamida.